tunaona Pasaka ilipoanzia, lakini licha ya kwamba imeanzia wapi, hata Yesu mwenyewe alisherehekea. Akiwa na miaka 12 Yesu alisherehekea Pasaka. Ukisoma Luka 2 mstari wa 41 na kuendelea, anasema, naweza nikakusomea kwa faida yako. Anasema, basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka, na alipopata umri wa miaka 12 walipanda kama ilivyo desturi ya sikukuu. 43 anasema, na walipokwisha kuzitimiza siku wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Lengo ni kuona Yesu alikuwepo na Yesu alisherehekea sikukuu ya Pasaka. Na kwa mara ya mwisho tumeona Yesu akisema, ninatamani nisherehekee Pasaka kwa mara ya mwisho, na alisherehekea. Baada hapo akasulubiwa na akafa. Baada ya kufa na kufufuka, ndiye taifa la Israeli walikuwa wanafanya ukumbusho kwa Mungu kuwatoa katika taifa la Misri, kuwakomboa katika ile pigo la 10 la kuwa wazaliwa wa kwanza. Na sisi kwa kufa kwa Yesu na kufufuka kwake ndipo tulipopata ukombozi. Na sisi Pasaka inatuhusu kwa sababu tunaazimisha kufa na kufufuka kwa Kristo, kufufuka kwa mwana Mungu aliye hai. Kwa hiyo usije ukajiuliza maswali kwamba hii sikukuu mbona mimi sijaielewa. Sikukuu hii ni halali na imehalalishwa katika maandiko matakatifu ya Mungu, na toka mwanzo watu walisherehekea sikukuu ya Pasaka, na mimi ninakualika katika sikukuu ya Pasaka. Karibu tusherehekea pamoja, pia tunakula pamoja. Popote ulipo na kukaribisha sana. Karibu na Mungu akubariki. Nikutakie wiki njema ya Pasaka, na Mungu akulinde, tunze mpaka ufike siku ya Ijumaa Kuu. Mungu akutumie na ufike Jumapili iliyo njema. Lakini wiki hii ni wiki wa